Na karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba hapa katika studio za TV47 tunarejea na mjadala komavu kuhusiana na hili swala la magenge. Ikumbuka kwamba taarifa zinaarifu kwamba maafisa wa DCI wanachunguza baadhi ya watu ambao wanasemekana wanadaiwa walikuwa wauni katika maeneo ya Olkalau kipindi cha uchaguzi mdogo ambao ulikuwa ukifanyika hivi majuzi. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alizungumza haya alipokuwa katika kaunti ya Trans Nzoia, na bila shaka hapa katika studio za TV47 wageni wameshafika, na ambapo nitakuwa nahusisha katika mada hii komavu. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Enoch Makanga ambaye ni mwenyekiti katika shirika la Prosac, na upande wa pili ninaye Pete Ouko ambaye ni mkurugenzi mtendaji shirika la Crime C-Poa. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Naam, nikianza nawe Enoch Makanga, wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama na pia wewe ni mkurugenzi katika shirika hilo la Prosac. Yeah. Hali ilivyo kwa sasa, kwa sababu swala la kuchipuka kwa magengi ni swala ambalo limeonekana kuendelea zaidi hata baada ya serikali kujaribu kukabiliana na vijana hawa ambao ni wahuni. Hali hii inaeleza nini kuhusu usalama wa uchaguzi ifikapo mwaka 2027? Sana, na nimeshukuru sana kuwa na wewe tena siku ya leo. Kitu cha kwanza ni kusema ya kwamba unajua waziri kusema ya kwamba watu wa DCI wanafanya uchunguzi. Hapa nataka nimkosoe kidogo. Kwa sababu mambo ya magengi, kwa mfano ile kitu ilifanyika Olkalau ni kitu ya kustaajabisha sana. Tuliambiwa na Inspector General Police ya kwamba amejipanga na kuna officers more than 1000 ambao watakuwa deployed kwa hiyo by election. So unajua wakati mkubwa wa polisi amesema kitu kama hicho 1000 kuwa deployed kwa one constituency, hao ni maaskari wengi sana. So wakati sasa jambo linakuja kutokea, inamaanisha ya kwamba hawakupanga vile watakabiliana na magengi. Yaani hawakuwa ni tunaita kwa kizungu risk management. Mpige hesabu muone ya kwamba ni maneno gani worst case scenario inaweza kutokea, na guns ni jambo moja ambalo linaweza kwenda kutokea. So wakati mnaaja watu wanakuja wanapika watu marisasi vile walikuwa wanafanya juu ya gari mchana na wanatumia magari ambazo hatujui ni ya nani, alafu unasema ya kwamba baada ya siku 6-5 unasema ya kwamba mnajaribu kuchunguza. Unajua hapo ni kama ni mchezo wa panya na paka. Hii ilikuwa nitakana ni kwamba watu washikwe pale pale. Washikwe pale pale, watambuliwe na watu gani, kwa sababu tumekuwa na shida ambayo unapata ya kwamba magangs wana masquerade kuwa polisi. Wanavaa wanafunga uso na wanajifanya ni kama hao ni polisi. So unapata kwamba wanaanza kuanza kuharass members of the public. So unaona ya kwamba wanaharibia tu polisi jina bwerere tu, ila ambao unaona ya kwamba polisi pa ndio wanajaribu kutengeneza jina na huko nayo watu wanaharibu jina. So hiyo kitu ya Olkalau, shida ni kwamba wale walikuwa on the ground. Lazima kulikuwa na officer ambaye alikuwa in charge ya hiyo nini. Wakati magari zimeonekana mara moja, huwezi kudeploy officers mahali kama hapo bila magari, bila communication, bila vitu ambavyo vinahitajika kwa mambo ya by election. Ili mkiamua kwamba kuna magari imeonekana magari 3, magari ifuatwe mara moja, wale wako ndani washikwe, nyinyi ni nani, mmetoka wapi, mmetumwa na nani? Sasa hapo utasema ya kwamba kulikuwa na kitu inaitwa kuwa proactive. Unajua kwa security kuna kitu inaitwa kuwa proactive na kuwa reactive. Kuwa reactive haisaidiange katika crime prevention, kwa sababu unajaribu kuzuia kitu ambacho already kimefanyika. Sasa round hii unaona ya kwamba kuna watu wamefanya makosa na wameenda, na maajabu ni kwamba uliona kampuni moja ikisema ya kwamba gari lao ambalo limekuwa mentioned na watu wa media stations ya kwamba lilionekana huko, hilo ni gari lao na liko Mombasa, halijawahi kutumika kitu. So inamaanisha kwamba hao watu walikuwa wanafanya duplicate, wana duplicate tu namba tu yoyote, wanaweka pale, wanafanya maneno, then wanakuja wanatoroka. So kupata watu itakuwa ngumu, itakuwa ni ngumu. Hata useme uende uite FBI, na nasema leo katika hiyo runinga, hao watu hawatapatikana, kwa sababu itakuwa ni ngumu, kwa sababu hii maneno inapangwa na politicians. Jambo la pili, last week nilikuwa hapa nikisema ya kwamba mambo ya guns ni kitu ambacho nitakana serikali ikae chini, wakae chini wale ambao wako National Security Council, waangalie waone ya kwamba wadadili na hii kitu namna gani.
Kwa mfano unaweza kusema ya kwamba OCS akisema ya kwamba hataki goons katika area yake na anajua ni nani, kwa sababu yeye akitumia intelligence yake anaweza kujua na kina nani ambao ni goons katika area yake. So kama once umejua kwamba hao ndio goons, unawa summon, wanakuja kwa police station. Once ukiwa summon unaambia kwamba wanapatia ile kitu inaitwa bond to keep peace. Ile unaambia mtu ya kwamba sahihi, weka sahihi hapa ya kwamba kwa muda wa mwezi mmoja hautapatikana kwa magengi ya watu, vitu kama namna hiyo. Sasa itoke ground, ikipanda wapi? Ikipanda juu. Nikisema maajabu ni kwamba politicians ama wanasiasa wanatumia watu, kwa sababu mtu anapiga hesabu, tuseme mimi nataka ugavana na wewe unataka ugavana. So napiga hesabu, naona ya kwamba nisipotumia goons, kusema tu kweli, wewe utaniwahi. So kile ni kwamba nijipange na watu wangu wa goons na wewe upange wako, tukutanie kwa uwanja, ule atakuwa anautatu each other, basi huyu ndiye anakuja kucha. Na unaona ya kwamba kwa sababu ya funds allocation kutoka kwa national treasury ikiteremka mpaka kwa county, sasa watu wanangangana, unaona watu wanangangania hiyo pesa, kwa sababu nikipata miaka yangu 5, umeona magavana wakistakiwa na kuiba pesa, kujenga manyumba, kufanya nini, yani wanatumia rasilimali za raia kwa njia ambayo it's not accountable. Unaona wengi wako na makesi kwa kule integrity. So unaona watu wanaingia pale, gangs ndio wanawasaidia kuja kupenya, kuingia katika ofisi, na akiingia ofisi anatumia the same gangs kuhakikisha ya kwamba kila mahali akienda function hawa gangs wanafanya nini, wanamsaidia. So unaona ni kitu ambacho lazima paka hata tukishika hawa watoto, I can tell you kwa free, yeah, hata tukishika hawa watoto sasa hivi tuwaweke ndani na tujashika ule mtu ambaye amefadhili hawa vijana, unajua hakuna kitu tunafaa, kwa sababu atachukua wengine tena. Yeah. Pete, sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hili swala la magenge? Unafanya kazi na shirika la Crime Sipo. Wajua, jambo la kustajabisha ni ya kuwa hii sio mara ya kwanza tuko katika hii studio tukijadiliana hii mambo ya magenge. Na tumeyaongelea, tumechambua chanzo ni ipi, suluhisho ni vipi. Jambo mimi naona nika pale tuanzie ni uwajibikaji uko wapi. Tunaelekea uchaguzi, lakini accountability kwa wapi? Manake siku la kwanza kabisa last year, kabla tuje hapa, waziri wa usalama Mheshimiwa Kipchumba alisema anajua wale wanasiasa wanaofadhili haya magenge. Tukaja hapa tukaambia basi kama unajua ni vyema hawa wanasiasa washikwe, manake ndio ndugu yangu amesema usiposhika wafadhili mambo ya magenge yataendelea. Tukamchallenge hapa, tukamchallenge basi fanya hivi, washike wale watu. Hakuna jambo lilitokea. Si tuko kwa ground, tunafanya shirika letu liko kila mahali saa hizi. Kwa hivyo ni mambo ya tunaona kila siku. Ile Jumapili lingine tuliona vijana wameenda Kisumu. Mchana wamebeba mapanga, wamebeba mishale. Jambo la kustajabisha ni kwa wengi walioshikwa, manake tunajua ile gereza wako wale walishikwa. Si wale walihusika. Wale walihusika walitoroka. Waliotenda yale mambo, wengi wao walitoroka. Wale wameshikwa wako gerezani, wamepewa dhamana ya 30,000, 20,000, hawezi afford. Wako gereza na kuongelesha leo. So jambo ni hivi, kuna kero la magenge, hiyo ni moja, na kuna hiyo mambo ya goons. Goons na magenge ni tofauti. Goon ni mtu analipwa hela fulani aende afanye jambo fulani. Genge ni watu waza kasema tunaenda kutafuta, so anatoka aenda kuharibu. So kuna mambo ya goons imeanza kuenea Kenya na mpaka tunaiongelea kama kitu ya kawaida. Lakini sio jambo la kawaida. Lakini magenge yatamalizwa namna gani? Magenge vijana wenyewe saizi. Nitakupa mfano. Manake ile ulinzi wamekuwa kipewa, nani amekuwa akiwapa ulinzi? Ni wanasiasa, ni askari bandia ama ni nani? Raia saizi washajua. Kama umeona runinga hii wiki iliyopita, kuna jamaa fulani Kisumu waliongea wakasema sasa tumejaribu kuambia askari watusaidie hapa, wameshindwa. Tumeambia kila mtu sasa tutachukua jukumu sisi wenyewe. Sasa tukishika mtu wote wa genge tutamchoma. Walisema hadharani kwa TV, kwa runinga, tuko na tile, tuko na petroli, tuko na kiberiti. Jambo limefanyika Kisumu saizi, vijana wametoroka wote. Wako Nakuru na wako hapa Nairobi. Jambo wanazunguka. Ni watu wanajulikana, si ati ni watu wajulikani. Kwa hivyo wale wanaowatumia wanajua ninapotaka jambo fulani tekelezwe, vile ndugu yangu wamesema, ninapotaka ile bomba iende kachomwe, iende kafanywe, kuna watu watawapigia na wataambia nyinyi njooni mkafanye hivi kisha mtoroke. Jambo vijana lazima wajue ni kwa unaposhikwa hawa watu wakuja kusaidia. Tunaona saizi wengi wanaposhikwa hakuna mwanasiasa anaenda kuwalipia dhamana ile mwaka na mahakama. Kumaanisha raia wameamua kuchukua hapo ndio tumesukuma raia sasa, which is very unfortunate. Manake raia wanajua, wanawaona kila siku. Wajua
Sasa raia wameongea hadharani, na wakwambia ni kitu tumekuwa kwa runinga ya kuwa saizi tutangoja askari. Tunajua Kisumu napo kuongelesha baadhi ya wale walifanyia kitendo ya kanisa, nyumba zao zilichomwa. Manake watu wanajua mpaka pale wanaishi. So hata magenge wenyewe washajua wako hatarini, manake saizi raia ndiye atakujia. Mwalifu wa kawaida atakangi raia mkujia, afadhali askari amkujia, manake askari atamshika, atampeleka katika kituo na atembee katika sheria. Lakini raia hujui vile atamua. So tushaingiza wale tunawatumia, tumaingiza katika hatarini. Sisi na wenyewe kama viongozi tunaharibu nchi yetu. Tuseme ukweli, tunaharibu nchi yetu tukiona. Ndugu yangu amesema hapa, ameongea mambo ya magenge wale walikuwa Olkalau. Tumeona jambo fulani nafanyikana katika runinga fulani kuhusu kuyafichua. Lakini bado tukiangalia tunaona bado hawafichui jinsi inavyofaa. Manake wale pale wana focus ni wale magenge ama wale vijana walikuwa na wanasiasa. Lakini swala ilikuwa kuna watu walikuwa kwa magari wanapiga askari amevaa uniform, anampiga tear gas, anampiga risasi pale askari amevaa uniform yuko. Na kuna tu ilichukuliwa. So Wakenya saizi wanapoongea wanasema kama askari amevaa uniform anadharauliwa. Je, hawa? In fact imefanya saa imeonekana kuna inaitwaje? Mpasuko kati ya huduma ya usalama. Ya kuwa kuna wengine wanafanya kazi kinyume na kuna wale wanafanya jinsi inavyofaa. So askari, mimi ningesema jambo hivi. Koti, mahakama ilishaamua askari anapoenda kazi kama hiyo tulikuwa nayo juzi, wavae uniform yao, wavae namba zao, raia wako upande yao. Lakini wale wengine wanakuja na mambo zao na namba zao zimebadilishwa, wanakaa wengine katika hatari sasa. So askari unapata hao wengine nao wamevaa uniform wakijua hali iko katika hatari, wataanza kuambia raia sio sisi, ni yule. Haitachukua muda mrefu. Hata wale wanafikiri wamejificha na hizo mask wataanza kufichuliwa. Kama ulikuwa jana katika mtandao, wameanza kufichuliwa sasa na raia. Na hata wengine wako katika idara za usalama watafichuliwa wote. Manake wenzao ndio watawafichua. Makanga, tunaelekea katika uchaguzi na labda wa Kenya kuna wale ambao hawafahamu tofauti iliyopo kati ya hawa goons ambao wanatumika na hawa magenge ambayo yamekuwa yakiwahangaisha raia. Na sana sana magenge wanatumia hafla ambapo kuna watu wengi wamekusanyika na kwenda kutekeleza uhalifu. Tuseme tu ya kwamba zile strategies tunaweka ndio hazifai. Kama idara ya usalama ama kama idara ya usalama zile strategies tunaweka hazifai. Na unajua nashangaa sana kwa sababu kuna watu katika idara ya Ministry of Interior ambao wako na masomo, wale wana advise CS vile nitakana adili na these issues, na wanakaa na Inspector General of Police na madeputes wake wanakaa chini waona hii ndio nitakana tuende around hii tufanye namna hii. Kitu cha kwanza vile mwenzangu amesema hapa, koti imesema ya kwamba maofficers wasipatikane kama wamevaa hood. Kwa sababu basic, yani wanaitanga the best policing practice internationally. Once polisi wamefunga hiyo kitu, inamaanisha kwamba kitu ile wanaenda kufanya ni kitu kibaya. So wanaokopa kufanya nini? Kutambulika na raia. Na raia nao unajua wamekuwa werefu, wamesema ya kwamba sasa watachukua sheria mkononi. Kama umejifunga wanakushika, wanakuambia my friend, fungua hii kitu kwanza ndio tuonge. And that's why unaona ya kwamba trust ile iko between raia na polisi imeteremka chini sana. Ndio unaona ya kwamba katika Olkalau polisi wanaambiwa kwamba kwanza gate ambayo inaingia kwa police station inafungwa na nyororo na raia. Na wanasema ya kwamba hakuna gari kuingia, hakuna gari kutoka. Na wanasema ya kwamba kama unaingia kama polisi unaambiwa kwamba lazima ukuwe na nini? Ukuwe tu kwa sare za uniform na ukuwe na bunduki yako, na kama uko na back, na ikifika mahali kama hapo ambayo unapata ya kwamba nao raia wana polisi. Sasa unahakikisha kwamba sasa hapo trust imefanya nini? Imeteremuka, kwa sababu walipiga hesabu wakaona kwamba officers sasa wanaweza kutumika kwenda kufanya staffing ya wards. Unaona? Sasa yani uweze kuamini mtu yote. So nitakana kabla tujaingia wakati ya kura tukuwe na kitu inaitwa a strategy meeting. Na unajua problem ya Wakenya ama wa security services. Naona na shida moja tu, na wacha nikupatie example. Vijana wanasema ya kwamba tutakuja parliament. Tutakuja kuingia parliament. Wakasema kwa mtandao. Unaona? Ukubwa wa polisi wakasema, wakafikiria kwamba watoto Gen-Z. Sasa badala ya kupanga officers wa kutosha wapeleke parliament na watengeneze parliament ikuwe secure. Sasa hii ndio wamejaribu kufunika parliament, wameweka raza waya kila mahali. Hii ni vitu ambavyo vingefanywa before. Sasa hawa vijana wanakuja
wanavuka fence, wanabomoa fence, wanaingia. Wakati wameingia, sasa ndio wanaona sasa parliament ina spend pesa kutengeneza parliament ikuwe more. Sasa hii ndio problem tuko nayo Kenya. Unapata ya kwamba wakati kuna warning imetokea ya mambo ya usalama, unapata ya kwamba hakuna mpangilio. Uliona mpira jana, mpira ikimalizika pale, wafuasi wa Chandina walikuwa wameleta shida. Tayari polisi huko walikuwa wamejipanga. Hakuna mambo ya kusema ya kwamba nao kuja tusaidie wafuasi wa Chandina. Hapana, jamaa walikuwa wamejua tu kwamba hii ni ndofu na nyati zinangangana. Unaona? Na wakimaliza mtu mmoja atakasirika. So wanakuwa ni tunaitanga risk, unapanga mambo ambayo yanakuja mbele. Sasa ndio problem tuko nayo. Unaona kwamba kikosi cha polisi hakipangi maneno kulingana na vile maneno yanakuja. Na very good example ni kitu ya Ole Kalao. Yani, kama maofisa walipelekwa maofisa 1000, ilikuwaje hawakuona hawa jamaa wakiwa na hood? Hawakuona hawa jamaa wakipika. Yes. Mbona hawakuona watu wakifanya nini? Wakipiga marisasi ndio wawashike on the spot. Wawashike on the spot. Sikiti ya kusema ya kwamba nao baadaye ndio Murkomen anatuambia akiwa Kitale hatutafanya uchunguzi. Utafanyaje uchunguzi na watu walifanya nini? Watu walienda. Ndio nakwambia kwamba saa hii tukipanga maneno ya election ambayo inafanyika miaka 5 peke yake. Unaona? Mambo ya usalama inatakana iongelewe na watu wa IBC na wapange clearly. Sisi kama IBC tunahitaji magari fulani. Sisi kama IBC tunataka maofisa fulani. Na unajua sheria inaruhusu ya kwamba polisi wanaweza kukodisha prisons, NYS, wale waruhusiwi ni jeshi, lakini hivi kosi vingine yote wanaruhusiwa kuja kusaidia polisi kwa mambo ya nini ya elections. Sasa utapata ya kwamba sasa badala ya kupanga hii maneno ingiene mzuri, watu wanachukulia tu kama kawaida. Na unajua raia ikifika mahali ambao wanaona ya kwamba tukiangalia polisi hawawezi kutusaidia, watakuja kuharibu election kitu kama ina maana, ndio unaona sheria wanachukua mikononi mwao. Na mambo ya strategies ya kupanga hawa jamani very simple, ni kitu very simple. Kila OCS achipange, ajue kwamba ni akina nani wa hiyo mambo ya gunism. Kila OCS, my friend, hawa watu wako na intelligence yao, wanaweza kukaa tu chini wafikirie kwamba mimi area yangu huyu ndio na unajua wako na ring leader ule ambao wanawapanga. Wakae chini wapiki huyu ndio waite kwa station. Unawaita unaambia kwamba nani, tumeona ya kwamba wewe ndio ring leader, wewe Musain born to keep peace. Hamtafanya kitu kama yeye na kila mahali kama kuna matanga, OCS anahakisha kama ametuma watu pale. Wakionekana basi watu wafanya nini? Washikwe. Basi tukianza namna hiyo utaona ya kwamba watu wameanza kufanya nini? Kwanza kuokopa. Lakini ukweli ya mambo ni kwamba wale watu wanafanya vijana wanakuwa. Yes, tunasema kwamba hakuna kazi. Yes, vijana wengi hawana kazi. Yes, vijana wengi wamesoma university wako na madigrii, hakuna kazi. Shida yangu na vijana ni kwamba majority of them wanafanya course ambazo sasa hivi ukienda kufanya course kama anthropology ya mifupa una waste miaka yako 4. My friend, ungefanya kitu kingine ambayo inaweza kama hata plumbing. Mtu amefanya plumbing anaweza kuwa na kazi haraka kwa sababu nyumba zinafanya nini? Zinajengwa kuliko nilienda nyumbani kutafuta tu mtu plumber. Nitafuta plumber paka naenda paka another county kwenda kutafuta plumber kuja kunitengenezea nini sewage. So vitu kama hivi ndio unapata kwamba vijana wengi wanafikiria kwamba wakiingia kwa gunism, wakiingia kwa criminality itawasaidia in terms of kufanya nini kupata pesa. Lakini unajua kwamba hii pesa unapewa tu once. But now the risk is very high, ambayo unaweza kunyongwa, unaweza kufanywa nini kama hasa wale walipatikana Ole Kalao. Unaona paka wakatolewa nguo, unaona wakatandikwa na wanaonekana kwa TV. Kiasi mage mtoto wake anakuja na kuuliza baba, nilikuona kama umetolewa nguo kwa TV, kwani ulikuwa unafanya nini? Vitu kama hiyo namna hiyo. Shingelia hapo takuwa rejea swali lingine Enoch. Wacha nichangie tu hiyo jambo ndugu yangu ameongelea hapa. Hakuna, wacha niongelee vijana. Vijana sio maguns. Hiyo nitasema tu straight, maana kinafanya nao kila siku. Vijana wanaitwa naambiwa kuna shughuli pale. Kuna shughuli mahali. Kichele. Kuna tu mboka, wanaambiwa kuna mboka pale waende. Hawajui nini wanaenda kufanya. Hata wale wa Kisumu na kuambia, manake mimi niko na watu kila pahali tunayofanya kazi. Wanaambiwa kujeni pale fulani Victoria Park kuna shughuli mnaenda. Hawajui ni shughuli gani. Wanapofika pale ndio gari nafunguliwa, wanapoa zile vifaa na endeni mkaribu pale. Wanapotoka nyumbani hawajui wanaenda kufanya nini. Nanielewa? Lakini wale wanaambia wafanye hivyo, maana inafanyika mchana pale kila mtu anajua. Ni nani anawaruhusu wafanye hivyo? Jambo la kwanza muhimu kabisa ni kwa pale tunaribia, nilisema tunaribu. Tumeingiza siasa katika usalama. Sio jukumu la waziri kuambia askari jinsi kufanya. Katiba imepatia Inspector General Police peke yake
wadhifa ya kufanya mambo ya operation zote za polisi. So hata ifai wakati wowote waziri wa usalama katika katiba ya kitambo ndio ilikuwa hivyo. Kukosa goodwill ama matatizo. No. Mimi naona ni mambo ya intelligence. No, intelligence wanafanya vyema. Nakwambia Kenya utajua kila kitu hata kabla ifanyike. Askari wengi watakuambia hapa sio kuzuri, hapa raia tutashirikiana nao. Manake saizi unasikia tunataka kuweka Nairobi Metropolitan, sio? Jambo tunasema sana unaposikia rais anaongea ni community wako involved, community policing. So ile trust ndugu yangu ameongelea, lazima ikuwe uaminifu, lazima iwe kati ya askari na raia. Maanake raia ndio wako pale, wasipokuambia hata wakificha muuni hautapata kujua. Lakini huyu raia unataka akupe ripoti ndio unakuja kumpiga. Jambo lilifanyika Olkalau ni tofauti kabisa. Askari kweli ndio nataka kukosoa ndugu yangu, walienda pale 1000. Lakini mbona wewe saizi ukienda pale uvute bangi utashikwa na askari? Lakini tafikaje kiwango askari anapigwa tear gas na mtu amevaa sare za raia na amejifunika, na askari anasema anateta kama raia wa kawaida? Akona uwezo huyo OCS kufungia hiyo gari ama kuipiga risasi pia. Asasi ile inaonekana ya kuwa kuna jambo ya kuwa huyu akona amri tofauti na yangu. Namjua lakini sitaingilia. Na hapo ndio siasa inaingilia. Manake ungeambia OCS pale, nitakwambia kuna OCS itataja pale amekuwa akishika maoni. Lakini akiwashika na pigiwa simu na mwanasiasa fulani, wachilia ni vijana wangu. So yeye akaamua kabla umpigie simu, akiwashika anapeleka mahakamani straight. So kitakuwa wasaidia wakiwa gerezani. Na area yake kusema ukweli uuni umerudi chini. Lakini sasa yeye pia amepigwa transfer. Unaona? So askari wengi wanafanya katika ile hali, ndio nataka kufanya jambo zuri. Najua kazi langu. Kwa askari ndio ametrainiwa, sio raia. Jukumu la waziri ni policy peke yake. Akishapeana policy operations achie wale wengine. Ndiposa jambo ikianguka kesho ya usalama, nani alaumiwe? Inspector General. Mbona saizi mambo ya Olkalau hakuna mtu analaumu Kanja? Hakuna mtu anaongelea Kanja saizi. Nashika. Watu wanaongelea waziri. Manake waziri ndiye anaonekana akiongea mambo ya operations. Ilhali hiyo sio jukumu lake. Na tunapoingia katika awamu ya siasa, manake unaiongelea sana. Ningelipenda tuzingatie katiba. Katiba inasema nini? Operation control yote ya polisi iko chini ya Inspector General. Tumwachie jukumu, ndiposa akiangusha meli tumshike, tumuulize mbona hii jambo imekuwa hivi. Akitaka raia wamsaidie, raia watamsaidia, maana watajua ni yeye hana siasa, yeye anatumikia katiba. Wale wengine wamepewa kazi wataka kuwa anatumikia kisiasa. Lakini Inspector General anawajibika kwa katiba. So yeye na timu yake wote tuwapatie jukumu. Ndio jambo la pili, askari wengi saizi wanaumia vipi? Unaona jana mwingine ametoka kapiga mke wake, ampiga girlfriend risasi akajiwa pia. Askari anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni saa 12. Ikifika saa 12 anaambiwa kuna kazi ya usiku. Afanye kazi ya usiku, asubuhi tena arudi kwa ile post yake ingine. Huyu jamaa hajapumzika. Stress level wako nayo iko juu. Wako na stress mbaya. Askari wengi wako depression, wengi saizi wako na akili tahira. Na waulize watakwambia, wengi saizi wanavuta bangi. Ndio watulize. Ambia watakwambia dharani. Ile kiwango ya askari wanavuta bangi ama wanatumia madawa iko juu. Na ndio depression na zile stress wanapoa kazini. Askari wengi wangewasaidia kazi wako wapi? Wamechukuliwa katika ulinzi ya wanasiasa na kazi zingine hazijulikani ni gani. So wale wamebaki pale ni wachache, wako overworked, hawapumziki, kazi imekuwa mingi. Ndiposa wanapokuja pale wako na mood zingine tofauti hatupati kuelewa. So ningelipenda kuwa Inspector General apatiwe jukumu awajibike fully. Kama ni welfare askari wake, kama ni mambo gani, wacha ajibike. Ndiposa tukiona wahuni tutamuuliza. Lakini IG ni independent office yake. No, it's supposed to be. Wewe tangu hizi mambo zote ziaze unaonanga IG akiongea. Hata press conference mkienda kukava unaonanga IG akiongea, sasa kwanga amesimama huko nyuma. IG amesimama nyuma, DCI director amesimama nyuma, kila mtu amesimama nyuma, wanasiasa ndio wako mbele. Inafaa saizi pale tunapoelekea katika uchaguzi, press conference za usalama zifanywe Jogoo House ama vigilance. Hapo ndio sawa Kenya watakuja kujua ile amri tunapata imetoka pale fulani. Unajua Kenya ni watu wa starabu, wanaheshimu kraoni. So askari akiona askari amevaa uniform hata kwa mdogo wa kimo aje, akimwambia kitu ataheshimu. Unaona? Lakini sasa imefika wale maganga wa kujifunika, kuna jambo watu wamejifunza Olkalau ya kuwa watawezana nao. Asante sana kwa mchango huo Pete. Enoch, kumesikiliza vizuri
Peter akizungumzia kwa mapana na marefu. Na hili ni swala ambalo italeta impact gani katika uchaguzi wa mwaka 2027? Na hili swala litakabiliwa vipi? Unaona, wakati kuna deployment ya polisi, kuna kwa kitu inaitwa operational order. Unaona? Yes, operational order ni wakubwa wanakaa chini. Wanasema ya kwamba wewe utasimamia mahali fulani, huyu atasimamia mahali fulani. Kwa mfano tuseme ya kwamba kuna president anakuja kutoka nje. So kuna wale watakuwa airport, kuna wale watakuwa kwa barabara, maybe sector 1, sector 2 paka state house. Then from there now kuna wale wako airport kuhakikisha ya kwamba ndege inafanya nini, inakuja kuland. So communication way inaanza tu mapema, wanajipanga mapema, wanasema 3-4 hours mapema. Na commander ule anahusika na hiyo maneno yote, anahakikisha ya kwamba anaongea na hawa sector commanders, mko tayari, kila kitu iko sawa sawa, pia tulikuwa tumepanga jana, ndio. Lakini communication breakdown inavunjikia wapi? Sasa ndio nakwambia kwamba sasa kuna kizungumkuti hapa. Hakuna siku watu walipelekwa Olekalau, watu polisi waende Olekalau 1000 vile walikuwa wamesema, maybe walipeleka 500 lakini there is no way. Kulikuwa na police officers Olekalau 1000 na kila watu wamekuwa deployed in all the polling stations kwa shopping centers. My friend, wanaona watu wakipika risasi na mtu anaweza kusema ya kwamba area yangu iko sawa sawa, na kitu tumeona watu wakifanya nini, wakipika risasi gari namba fulani na tayari kuna kuanga na gari tena imepangwa ambayo itakuwa mobile. Hiyo gari yake inaonyesha kwamba mahali kuna hotspot imefanya nini, imekimbia pale. So hii vitu yote mwenzangu amesema ni mambo ya politics. Watu wanaingiza politics hapa. Yes. Yani wanaingiza politics. Si wanasemanga see no evil, say no evil. Basi hiyo ndio ilifanyika Olekalau. Watu yani ikifanyika watu wanaona kile wasema kwamba wachana hao watu bwana wenyewe wajipange. Unaona? Unajua vile nasema ndugu yangu, najiuliza tu swali moja. Vile amesema hivyo, kama yule komanda alikuwa pale amevaa uniform, amepiga hiyo tear gas, amepiga hizo risasi zimepiga juu, na atoe amri kwa wenzake warudishe hiyo risasi, tungekuwa naongelea mambo gani saizi? Maanake akona uwezo, amekuwa attacked na ajui wale ni nani. Wale ni nani. Ndipo watu wajiuliza, je, askari atanyamaza kweli akipigwa na watu wake wakipigwa kama ajui ni nani? Hilo ndio swali watu wajiuliza. Ndugu yangu amesema very clear. Amechanganya siasa, tutoe siasa katika usalama. Tutoe siasa katika usalama. Vijana nimesema si wauni. Vijana wengi wanatafuta opportunity. Hawana ajira, ndio. Lakini si uambia katika crimes ipo, hiyo sio sababu ya kwenda kuharibu jambo. Saizi sisi umeuliza tutafanya vipi ndiposa tuwe na usalama. Sisi katika Crimes Report jambo moja tumenotice. Vijana wengi saizi wanaingilia siasa. Wamesema tutaki kungoja wengine watuambie, wanataka hao wenyewe waongoze hili jambo. Kama wenyewe wana kuongoza, tunaambia kama nyinyi mnataka kuongoza usiasa, hatutaki kuona mkiwa goons. Hamtaki kuona mkiwa wahalifu. Sasa mulete taswira tofauti katika mambo ya usalama, katika jinsi mnavyotenda mambo zenu. Nitakwambia jambo moja. Vijana wengi saizi wameamua wanataka usalama katika nchi yao. Jana katika nilisema Kenya 2027 itakuwa na amani. Manake vijana wengi wamesema wanataka kuchaguana, watakuchaguana wenyewe kuanzia hapa Nairobi. Utaona mabadiliko. Wale magunzi wamekuwa wakitumika saizi washamwa tofauti. Cause washaona wanatumika alafu mwishowe wanatemwa. So wanaingia katika siasa ama wafanye mambo yale yatasaidia katika maisha yao. Unaposema kutemwa wanakosa kupatiwa pesa ambayo wameagree ama. Wajua kuna shughuli unaambiwa kuna mboka leo sio? Leo umeifanya. Kwa miezi miwili huyu jamaa amerudi Nairobi ama amerudi pale alikuwa hauna kazi. Naye nani atakuandika kazi saizi, atakuandika ajira saizi kama anajua uko Kisumu ni gun, uko Nairobi uko gun, jambo kama hiyo. So lazima tunaambia vijana saizi usichome. Manake ukichoma unapoenda kwa ajira watakuuliza umetoka wapi? Nimetoka Kisumu. Umetoka wapi? Nimetoka Nairobi, Nakuru. We lazima uko zile genge za huko. Kwa hivyo utapata ajira. So ni mind shift change. Tunaongelesha vijana na mara mingi na kuambia vijana watakubadilika. Kuna shirika za kibinafsi ziko na mpangilio mingi. Lakini jambo ningesema hivi. Mara mingi tunasema kuna ajira nje, kuna nini. Lakini vijana hapati passport. Mbona tusiwapatie passport? Ajira zimejaa nje. Hii jambo ndugu yangu anasema ya plumbing Kenya utaona umedharauliwa. Vuka tu ende ngambo Europe. Utaishi vizuri hata kuliko waziri Kenya. Wacha hata hivyo. Mimi nimepeleka watoto wale watoto nimepeleka nje, nimepeleka more than 3000. Unaona? Na watoto
wao tunawafundisha mambo ya kupika tu chakula, mambo ya kupika tu chakula 3 months, then anapelekwa 5 star hotel, anajifunza. Akitoka hapo namna majuu, akienda majuu analipa almost 150. No, na kina kwa sababu watu wako na ile mindset, anafikiria kwamba ati kazi ya kunyonga suti ndio kazi ambayo itampatia pesa mingi, na ajue kwamba kuna kazi zingine huku nje. Juzi nilikuwa na conference kule Mombasa ya wadau wa hospitality wote, unaona, na nilikuwa na mgeni kutoka Dubai ya ana own mahoteli, akona mahoteli Afrika na akona mahoteli Dubai, mahoteli mingi sana. Na kuna kitu moja aliambia delegates, Kenya muko na talent, yani mnajulikana. Ukitaka the best workers ya hoteli, tafuta wapi? Tafuta Kenya. Hautapata Uganda, hautapata Ethiopia, hautapata Rwanda. Kenya. Ni kwa nini hamtumii hiyo nafasi kujiingiza katika hizo opportunities ambazo mnatafutiwa nje? So bila mwenzangu amesema ya kwamba watoto, kuna wakati nilikuwa kule Kwale, nikajaribu kupenda proposal kwa governor. Nikamwambia governor, pata watoto wa Mombasa, badala ya kwenda kwa beach, kwenda kutafuta mama wazee. Yani ukiuliza mtoto ya kwamba when you grow up what you would like to be, anakuambia mimi nataka nisome, nimalize, nipate nimalize, niende jamani, sio vitu kama na. Nikamwambia supposed to fanya namna hii. Kutoka mahali inaitwa Indian Ocean Beach mpaka mahali inaitwa Southern Palms, kuna mahoteli juu ya 100. Unaona? Suppose governor wa Kwale achukue vijana wale wamemaliza form 4, tutengeneze program ya kusema ya kwamba kila wakati tuna train vijana ngapi? 100 ama vijana 200. 3 months tu watafute tu venue, mimi niteremshe trainers wangu huko wafunze vijana mambo ya hoteli. Unaona? Unajua hoteli za Mombasa zinatipende kwa watu kutoka huku nje, kwa sababu watu wenyewe wa kule Kwale wenyewe wakienda kule wanaambia kwamba uje kwa hoteli mwaka mzima ati unafunza mambo ya kufanya nini, mambo ya hoteli, na hiyo haulipi mshahara. So unapata mahoteli wana take advantage. Wewe unakuja unaambia kwamba utakaa hapa mwaka mzima ukifunza, alafu tutakuassess baada ya mwaka tuone kama una qualify, alafu ndio unapewa mshahara ya 15. Ndio unapewa. Sasa nilikuwa naambia hiyo kitu anaweza kuikata, tutengeneze program ambayo inafit watoto ambao wako Kwale, wote wale wamemaliza mafomu na hawana kitu ya kufanya, wapelekwe training ya vitu ya hoteli. Na hoteli iko na section mingi sana. Kuna section ya reception kule kukaribisha wageni kwa hoteli, kuna section ya kupika chakula, unaona? Kuna section ya pastry, mambo ya kutesa mambo ya mikate, kuna section ya housekeeping. Yani kuna vitu mingi kwa hoteli ambayo si lazima. Unajua watu ukiambia mambo ya hoteli wanafikiri tu kupika. Hapana, hoteli iko na so many sections. Sasa nikamwambia vitu kama namna hii ikifanywa, then to train our watoto kama, yani tuseme kila cohort na train 100. Hiyo 100 hata watoshi, na kuambia hotels Mombasa ni mingi na zinajengwa mingi. Jibu gani alikupa? Na mshikilia hapo. Ningependa kujua jibu gani alipewa. Sasa tumkumbushe mtazamaji swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, na swali lenyewe lilikuwa ni tunawezaje kukabili mchipuko wa magenge nchini? Tunawezaje kukabili mchipuko wa magenge nchini? Ndio swali ambalo nilikuwa nakuuliza pale mtazamaji, kisha nitakuwa nasoma arafa ambazo zitakuwa zinaingia, na nitakuwa na pia na kutanisha na hao wageni ambao wako hapa studioni. Brian Otieno anasema katika mtandao wa Facebook, vijana wakipata jobs wengi hawatajiunga na magenge. Huyo anafahamika kama Brian Otieno. Mary Wanjiku anasema police. Kevin Mwangi anasema tatizo ni drugs na ukosefu wa opportunities. Aisha Hassan anasema parents should be more involved in this matter. Kwenye mtandao wa Facebook pia John Kipto anasema community policing inaweza kusaidia sana katika hili shughuli. Wananchi na polisi wataweza kushirikiana. Mwingine anafahamika kama Dennis Ochieng. Kunradhi, corruption is the security sector. In the security sector should be handled with fast. Otherwise gangs will continue to increase the number of gangs. Mwingine tena kwenye mtandao wetu wa X, anafahamika kama Kevin Mwangi, anasema jobs for the youth ndio solution, idle minds ndio gangs recruit fast. Watu wengi wako na idle minds na inakuwa ni tatizo. Akinyi Rights anasema hii ni more than a police issue. We need better education and opportunities. Kwenye mtandao wa Twitter X,
Njeri K anasema parents, schools and communities lazima washirikiane. We all have a role to play. Brian 254 anasema serikali ichukue action. Atotiso Mondi, deal with drugs, create jobs and support young people. They need support. Huyo anafahamika kama Otis ambaye amekuwa kituma ujumbe wake pale kwenye mtandao wa kijamii. Tumeona feedback pet. Yeah. Yeah. I mean, wanasema jinsi ilivyo. Vijana wengi hawana opportunities. Na mimi husema kukosa opportunity sio kumaanisha uwe mwalimu. Lakini pia exposure. Exposure ni nzuri. Kuna jambo ndugu yangu amesema hapa. Ya kwa alipoongea na mwanasiasa ndio nilikuwa namsukuma niambie alipewa jibu gani. Manake jibu moja wanasiasa husema na wanasema kiongea wenzao ati tukiwapa ajira nani atakimbiza magari zetu? Nani atajaza katika mkutano zetu? Wanataka watu washinde wakiwa pale chini ndio watumie. Basi anapeana program nzuri lakini pengine hakupewa hata jibu ama jawabu jinsi itakavyosonga mbele. They are not interested no, they are not. Goodwill. Lakini jambo ni hivi. Watu wameamka. Sana sana vijana wameamka. Na vijana majenzi wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Sasa akipata jambo anaita mwenzake. Unaona? Sio ile Kenya kitambo ya kuwa uko na monopoly ya mimi ndio niko na ajira zote, mimi ndio taandika, hapana. Wakenya saizi wameamka. Ndio haziko mingi opportunities kama inavyotakikana. But jambo ni ya kuwa Wakenya lazima waamue. Jinsi gani tutaweka usalama katika nchi yetu. Hili ni jukumu letu. Sio hata kabla uite polisi ni wachache vile tumesema. Lakini sisi kama raia tunapoingia katika uchaguzi lazima tujue shida inatokea wapi. Nini huleta hizi vita? Nini huleta hizi magenge? Nini huleta nini? Vijana wengi hata magenge hawanangi kura. Hawana kura. So wanatumika tu waende waharibu kisha waishie. Waende. Nimefuatilia jambo fulani nilikuwa nachunguza juzi. Unapoingia katika mkutano wa kisiasa kuna wamama wamekuja paka pale na watoto. Unapoanza vurumai pale kuna hatari ya huyu mama kupoteza maisha yake, yule mtoto amembeba kupoteza maisha yake. So vijana mimi naambia mnapoenda katika hizi mikutano za kisiasa hata kama umelipwa kuna mamako pale, kuna dadako, kuna mtoto, hakikisha kuna usalama. Jambo la pili ujue unapoleta hii vurumai utawajibika peke yako. Maana raia saizi wameamua atawachipua. Saizi kamera iko kila mahali, umeona kamera zinatumika. Hakuna mtu ana kamera ya simu iko kila mahali. Sasa hata ukifunga hizo vitu unazifunga, saizi kuna vile AI utatumia na ikutoe ikupatie jicho na uweke tena umatch na ile Facebook page yako ama X. Haya yote yatapata kujulikana. So hakuna haja tufanye jambo vile katiba inavyosema, tufuate sheria sisi wote. Whether uko saidi ya ulinzi, whether uko raia wa kawaida, tuzingatie sheria. Nchi yetu ni nchi ya sheria. Tunavunja sheria tukijua. Lakini mtarudia tena watu wa siasa wachane na usalama. Hao watengeze zile policy wakishe hela ziko za kufanya kazi, wapatie operationalize alafu waulize. Mbona mjafanya jinsi polisi yetu inasema? Sasa nani ataajibika kama waziri ndiye amesema kila kitu? Mambo yakiharibika Inspector General ataongea. Na ndio mambo tulijifunza wakati wa ile vita ya 2007. Ule Inspector General wa polisi ndiye alipelekwa uko Hague. Alishtakiwa. Waziri wa usalama hakushtakiwa. Naona. So saizi lazima tujue haya ni mambo huenda zikirudia. Lakini Wakenya wa kawaida nitakwambia tu kulingana na vile naongea nao vile tuko, hakuna vita next year. Watakutafuta wewe unawaletea vita wewe. Wajibikaji wa bunge tunaporejelea swala la accountability and public confidence. Bunge inafaa kuchukua nafasi gani katika kukaza sheria dhidi ya siasa za vurugu na wale wanasiasa ambao wanapanga vurugu hizi? Sheria tayari ziko. Ndugu yangu, sheria ziko. Hizi taasisi za independent commissions ndio zifanyi kazi zao. Sheria iko, hatuna haja ya sheria nyingine Kenya. Independent commission uko na IEBC. Wako na uwezo ya kusema juu wewe umevunja sheria. Hautasimama. Juu uko na wahuni na nini watakuharibu sheria. Ulisikia juzi chairman akisema nini? Ako na uwezo wa kusimamisha uchaguzi usifanyike. Kumaanisha kijua ndugu yangu amepanga uhalifu katika uchaguzi fulani. Sheria imempatia uwezo ya kumsimamisha asisimame. Mbona hafanyi hivyo? Hiyo ndio jambo anajiuliza. Uko na nguvu, bunge ishakupa uwezo tayari. Hata kama ni mbunge anaingilia uchaguzi ama analeta mambo za vita katika uchaguzi, tayari bunge ishampatia nguvu chairman wa ABC uwezo ya
chukua hiyo hatua. Swali ni ya kuwa mbona amekimya? Mbona naona haya mambo yakifanyika na afanye chochote? Hiyo ndio inafanya raia pia wanaanza kujiuliza, je, tuko na imani? Ikiwa ni constituency moja wanalemewa, ikiwa Kenya mzima 290 wataweza vipi? Watu waanza kujiuliza. Haya, unapopata Kenya National Commission of Human Rights, hadi wanapoangalia kama haki za binadamu zimeadhirika nini. Je, wako na hela? Hawana. Inasemekana ile hela wamepewa ni ya mshahara peke yake. Lakini ya kwenda huko chini, haipoa pia, hawana hela. Hii ingine madawa ya kulevya ni kada, hawana pesa. Wanasiasa waseme ukweli saizi, watuonyeshe wameallocate pesa ngapi katika kwa hizi taasisi. Lakini sasa hao ndio nini? Unajua sasa tuambiane tu ukweli hapa. Unaona? Kama kuna the most corrupt parliament tangu tukue ni independent, ni hii parliament tuko nayo sasa. 13th parliament. Yes, hii sasa ndio, yani hata sijui tuseme namna gani. Ningekuwa na kiboko ningeenda huko niwatandike wote. Unaona? Kwa sababu unapata nini kitu inakuja kwa sababu imesemekana watu wanachotewa, then kutoka hapo wanakuja automatically wanaipitisha. So kumbuka ile mswada ilikuwa ya finance, ile lete furugu hapa. Ni kwa sababu unajua watu so long as wamepewa pesa watakupatia kila kitu. Unaona? Kuna wakati tulikuwa na vita katikati ya wenye makampuni ya security na private security regulation bill. Unaona? Sasa ule alikuwa msimamizi anapanga ya kwamba lazima watu waende training vitu namna anapanga vitu ambayo there's no public participation, atauliza wadau vitu kama namna hiyo. Na tukaenda parliament. Yaani imagine tuna complain kwa parliament ndio tunawaambia kwamba sisi hatukatai hivi vitu, na kitu tunataka ya kwamba watuhusishe kwanza ndio tutengeneze kitu ambacho iko customized kwa industry. Unaona? Nilishangaa tumeenda parliament wamesema ya kwamba mko na valid case. Unaona? Chairman mwenyewe anatuambia kwamba mko na valid case. So kesho mkuje, hawa jamaa wako hapa na PS atakuwa hapa na nyinyi mkuu hapa, tuwasikize wote. Unaona? Kwenda parliament hiyo siku tunaenda huko sisi tunapata jamaa wamepelekwa Hilton. Ati kesi inasikizwa wapi? Hilton. Na sisi tuko parliament. Sisi tunarudi ile mahali ambapo tulikuwa tumeambiwa kwamba tuje tukae, tunafika hapo tunapata tunaambiwa hiyo kitu mnakuja kusikiza inafanywa wapi? Inafanyika Hilton. So ni yani kwamba wamechotewa, waambiwa kwamba twende huko tumalize hii kitu story ishe. Na hii kitu imekuwa kizungumkuti paka saa hii. Kwa sababu shida ilikuwa ni kwamba regulations ya PSRA haikuwa approved na wadau, haikuwa approved na parliament paka sasa hivi. Na kwa jambo ya mambo ya election, kusema tu kweli tumekuwa na shida. Wakati ya Kivuitu tulikuwa na shida. Kivuitu akaulizwa nani ndio mshindi, akasema hata yeye mwenyewe hajui nani ndio mshindi. Tumekuwa na shida wakati ya Chebukati. Unaona? Paka huyu mzee ile, unajua kuna vitu vingine unaweza kufanya my friend, inakutupa, inakusukuma paka wewe mwenyewe ukufe tu. Na unaona huyu Chebukati ameenda. Mimi naambia chairman wa IBC sasa hivi, ndugu yangu, your test iko hapa. Panga watu yako, umepewa resources. Tukiuliona ukiulizwa ya kwamba unataka pesa kwa parliament na waka approve ile pesa ulipewa, panga watu yako. Na kitu ya muhimu sana ni kupanga mambo ya usalama, kwa sababu mtu akisimama kuna forms unajaza inaitwa oath of allegiance. Ile unasema ya kwamba sitakuwa na magangi, sitafanya furuku. Hiyo una sign a very detailed form na unapeleka kwa commissioner of oath. It must be signed na rubber stamp na commissioner of oath. Inamaanisha kwamba unajibind wewe na nini na IBC. Lakini maajabu inasema mama sitapeana pesa. Lakini sasa wacha tu watu utoka tu kupeana hiyo fomu na mna hiyo. Na mna anatunga laini anapeana nini? Anapeana pesa, hata picha ikipigwa hakuna kitu. So ile kitu ambacho huyu jamaa angefanya kama chairman, you just unaweka tu miguu yako chini. Unasema ya kwamba ni ukipata, yani kama kuna ushahidi ya video ama nini ya kwamba umepatikana nini, basi hautasimama. Yes. Akichukua hiyo route, akanteli saa hii maneno utaona imekeuka, watu wameanza kuwa discipline na utaona wakitumia furugu. Lakini sasa unaona watu wanatumia furugu, lakini nobody is taking action. Haya, kuna watu wanaojitanga national cohesion. Kwanza sasa hao ndio hata useless kabisa, hata hujielewi wako wapi. Unaona? Watu wanaongea mbaya. Sasa kama huyu commissioner. Huyu commissioner wa Nyandarua. Nimeona video ikizunguka. NCIC walikuwa wanataka prosecutorial powers. No, hapana, ngoja kwanza. Hiyo statement yake ya kusema wewe ni mshenzi, nita deal with you. Unaona? Unajua
Kuna threat nyingine kushinda hapo kweli? Na wewe ni commissioner mzima. I mean, kama kuna problem na politician, muite tu kwa ofisi umwambie boss, hii ni mbaya. Lakini sasa kumpigia simu unamwambia kwamba mimi utaniona nini vitu. Sasa vitu kama ninakwambia kwamba tuna mix mambo ya nini? Ya security, tuna mix na mambo ya politics, na hivi vitu mbili ukimix pamoja, ile kitu inakaa kwamba watu wataleta vurugu. Bas raia wataumia. Pete, kumalizia kwa sekunde moja, kauli yako ni ipi kwa wananchi? No, wananchi wajue usalama ni jukumu letu sisi wote, lakini jambo nasema na nitarudia mara mingi, wanasiasa wachae na siasa, wachae na mambo ya usalama, waimize watu wakae katika amani. Wanasiasa kama ni kusaidia nchi kupata wawekezaji, manake natakuwa kosoa wanasiasa fulani, nimesikia akiambia watalii msije Kenya, wawekezaji msije Kenya, kwa mwaka mzima msije Kenya, vijana watafanya kazi gani? Watapata kazi gani? Maanake utalii ndio inaajiri watu wengi saizi na hiyo uwekezaji. So unapotaja mambo fulani kama kiongozi, lazima uyapime na uyajue yatakuwa na umuhimu gani katika usalama wa nchi, katika maisha ya watu wa kawaida. Jambo la pili, kauli langu kwa Kenya ni ya kuwa tunapoenda katika uchaguzi ni jambo linafanyika siku moja, it's not a life and death issue. So hakuna haja watu wapoteze maisha juu ya mambo ya siasa, mambo hayasaidii. Unajua, tuweke focus yetu katika kujenga nchi yetu. Sisi kama Crime Report naongea na vijana kila siku. Ndiposa nakuambia nikiwa very confident, hakutakuwa na vurugu. Tushajua mbinu na mikakati. Bwana sema hivyo. Manake saizi nataka vijana wote, kama ni OCS wako, kuwa na namba yake ya simu. Wasikia? OCS kila police station iko na namba ya simu. Kuwa na hiyo namba ya simu, kuwa na namba ya DCI ya simu. Jambo linapotokea kwenu, piga hiyo simu. Piga hiyo namba. Usiseme tulitana, wasipokuja sasa tunapoita hizi mikutano siwita, wacha wajibike. Jambo moja atakwambia, kwa mara mingi wale tunafanya nao, tunasaidia na askari. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo. Kwa sekunde moja, Enoch, tukimalizia. Mimi yangu ni kuambia mkubwa wa IEBC, umepewa jukumu na Wakenya na umepewa kazi. Fanya tu kitu kimoja, kaa chini na watu yako, unda a serious strategic plan ya 2027 elections. Na please, mambo ya vurugu sisi hatutaki. Tufanyie tu kitu kimoja. Kwa hiyo plan yako, hakikisha kwamba mambo ya security imepangwa mzuri, na wale watu ambao watakuwa wameingizwa pale wanalipwa pesa yao, kama ni polisi wanalipwa pesa yao, wanakuwa deployed, na tunahakikisha kwamba tunaongea because tuko na experience ya 2007, tuko na experience ya 2022, tuko na experience ya 2020, hii ndio ile issue tumekuwa na juzi. So kile kitu mimi inaniudhi ni kwamba watu wamepewa pesa, wamepewa jukumu, lakini kukaa tu chini kupanga tu strategy formulation, implementation and evaluation kabla ya uchaguzi, hiyo ndio wanapata watu wanapika ndumu. So unaona kwamba inakuwa ni shida, na unapata ya kwamba nao raia wanafika mahali wanaona sasa yani atusaidiki hapa. Then unaona kwamba sasa ile kama ile kitu ilifanyika wala kalao, inakuaje raia wanaambia polisi ya kwamba yani polisi ndio nitakana wako wanachunga nini? Wanachunga polling station. Raia wanasema hakuna, kaeni huko nje tufunge hii kitu na kamba, kama mnaingia ndani yani raia ndio wanacheki polisi. Ndio inamaanisha kwamba katiba imekatika. Asante sana Enoch Makanga, mwenyekiti Prosac, na asante sana upande wa pili Pete Ouko, mkurugenzi mtendaji Crime Report. Shukrani zati kwa kauli komavu ambazo umetoa hapa studioni. Bila shaka wewe ukiwa pale mtazamaji umepata kufahamu kwa undani zaidi matatizo yako wapi na yanaweza yakarekebishwa namna gani. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema. Shukrani zati kwa muda wako.